kupitia maombi haya, Mungu ninakusihi, kutana na haja ya moyo wake huyu mjumbe kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ukakutane na haja ya moyo wake, ukamwondoe, ukamchomboe mahali kwenye mtego aliotegwa katika jina la Yesu Kristo. Hii ni huduma ya ujenzi makanisa, na siku ya leo tunakwenda kujikita katika maombezi kwa habari ya mjumbe wa serikali ya kitongoji au mjumbe wa serikali ya kijiji. Ndiyo, ni siku ya upendeleo kwa ajili yako, maalum kwa ajili yako. Na wewe unajijua katika maisha ya kila mwanadamu hukumbana na changamoto mbalimbali. Mjumbe wa serikali ya kitongoji au ya kijiji anakutana na changamoto mbalimbali katika utumishi wake, na wewe unayo changamoto, unazijua. Unakutana na changamoto zipi katika utendaji kazi wako? Mungu ametaka leo akuhudumie katika hizo changamoto unazokutana nazo, maana hulipwi mshahara. Si wewe unajua hilo? Haulipwi mshahara, lakini unawatumikia wananchi, lakini shughuli zako ni nyingi, lakini bado unahitaji maisha mengine yaendelee, uweze kulea familia yako, uweze kutatua changamoto za familia yako, na yamkini zinahitaji fedha, zinahitaji kipato, uchumi wako uende vizuri, lakini muda mwingi umeutumia kwa ajili ya kutatua changamoto za watu baki ambao wala hawakuhusu wewe. Ni wananchi unaitwa, wananchi wako wamewekwa katika himaya yako, unatakiwa watatulie changamoto zao. Usiku wanakuamsha saa 8 za usiku, kuna changamoto katika familia ya fulani, unahitaji uende unyanyuke. Usalama wako unauhatarisha, maana hujui huko nje kuna nini. Pengine kuna mtego, lakini wewe hiyo huangalii kwa sababu unatakiwa wahudumie wananchi wako. Si kweli? Umenyanyuka wakati ulikuwa umepumzika, uko na hali ngumu ya uchovu. Jana ulikuwa na shughuli zako zingine binafsi, lakini umelazimika kuamka katikati ya usiku. Unajaribiwa pengine ukwepe, uache kwenda, lakini unaangalia hilo ndilo jukumu lilopewa. Ulipigiwa kura, ukapitishwa, ukakubali, ukaapa, nitawatumikia wananchi wangu. Ndiyo, na wewe ulikubali kwa furaha, lakini ukujua hizi changamoto wakati mwingine zitakukuta katika mazingira ambayo wewe pia ulitamani upumzike. Haya, umeingia katika kumtumikia mtu yule, umekwenda pale, unatatua mgogoro wa familia ile. Pengine ni mgogoro wa ndoa, pengine ni mgogoro wa magomvi, watu wanagombana. Wewe ndiye mlinzi wa usalama katika mtaa wako, unatakiwa utatue, unatakiwa wewe utoe ufumbuzi. Iweje katika jambo hilo? Unakuta unatoa maamuzi yako yanapingwa. Upande mmoja unakutishia ya kwamba haiwezekani, mimi ndio niko sahihi, yani bidi nisikilizwe ili jambo liweze kwenda vizuri. Lakini wewe ukilipima unaona kwamba sivyo, huyo anayelalamika yuko sahihi, lakini wewe huyo anayejitetea amekukandamiza. Anasema mjumbe, lazima ukubaliane na maana hili nakwambia ni kweli, huyu ni mwongo. Naonekana sasa wewe uko kwenye mtihani, ni lipi lililo la kweli? Inabidi upate hekima ya kutoka kwa Mungu ili uweze kujua na kutabanaisha ya kwamba ukweli iko wapi na usimame katika hiyo. Hiyo ni changamoto. Unachomokaje hapo? Inawezekana ukaja, unatakiwa utatue, usimame kwenye kweli ya kutetea wananchi wako, lakini bado kiongozi wa serikali au kiongozi wa kisiasa anakujiria ili kwamba uweze kufanya 1, 2, 3. Ni shinikizo kutoka juu, na pengine umeahidiwa madaraka, utapandishwa cheo, labda utakwenda kusimama, utagombea kwenye wenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini wewe ni mjumbe tu wa shina. Unafanyeje hapo? Shinikizo limetoka juu, au pengine umeambiwa endapo utakataa kutekeleza lile, utakutana na mkono wa sheria, utakutana na tishio la uhai wako. Mambo yatakwenda isivyo ndivyo, na wewe unaangalia usalama wako.
inabidi utii, utekeleze lile ambalo unaambiwa na kiongozi wa kisiasa. Hilo ni changamoto. Unachomokaje hapo? Lazima umtumainie Mungu. Hapo unahitaji nguvu ya pekee ya kukuchomoa pale pasipo madhara yoyote. Unakubali bila shaka ya kwamba unakutana na mazingira magumu, migogoro ya mashamba, migogoro ya wakulima na wafugaji. Usimame na mfugaji au usimame na mkulima, na haki unaiona kweli. Kuna maumivu mmoja ameyapata na ameonewa, lakini wewe ukisimama na huyu, shinikizo linakuja upande wa pili. Nitakupa ng'ombe, nitakupa mbuzi endapo utanipendelea mimi. Lakini unafanyaje hapo? Usimame na haki ya mkulima au usimame na haki na upendeleo wa huyu mfugaji? Ni changamoto pale. Unasimama vipi kama sio Mungu aingilie kati? Ndiyo, ni hakika unamhitaji Mungu. Sikiliza, nikwambie jambo neno moja. Siku hii ya leo unahitaji Mungu akutembelee, akutane na haja ya moyo wako. Umekuwa na matamanio ya kuona unafanya vizuri, unajenga hatima yako nzuri katika utumishi huu, maana ni lazima uwepo mahali pale. Ukiondoka wewe, atakuja mwingine, lakini sasa ni zamu yako ukae mahali pale. Napenda leo nikuletee habari njema ya ushindi katika maisha yako. Nisikilize. Na napenda nikasome andiko moja au mawili yatakayotusaidia katika maombezi haya. Sikiliza, neno la Mungu linasema katika Mithali 29 na mstari kuanzia ule wa 25 na 26. Kuwaogopa wanadamu kuleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Yes, umesikia? Kuwaogopa wanadamu utapata mtego. Inakuletea mtego ukiwaogopa wanadamu. Unamwogopa kiongozi, unaogopa shinikizo, unataka ufanye kwa sababu ya kutaka kuponya uhai wako ili uondoke katika ile kweli. Neno la Mungu linasema ni mtego huo, lakini amtumainie Bwana atakuwa salama. Sema amen. Sema amen. Hilo ni neno la faraja. Kama vile haitoshi, mtumishi wa Mungu katika Mithali 28 mstari ule wa 25, neno la Mungu linasema mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina, bali amtumainie Bwana atawandishwa. Ora bashara bakasi. Amtumainie Bwana atawandishwa, atanenepeshwa, atafanikishwa katika yale matamanio yake. Lakini wewe unachotakiwa ujiepushe nacho si kingine. Neno linasema mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina. Wewe katika kusuluhisha ile ndoa, badala ya kusuluhisha, umemtamani yule mama, umemtamani yule baba, umetamani mali yake. Unataka badala ya kusuluhisha, unataka usaidie katika kuvuruga hiyo ndoa ili baadaye upate mali. Maana umeahidiwa kwamba ukinifanikisha kweli kuachana na huyu mama au kuachana na huyu baba, mimi nitakupatia hiki. Na wewe unataka ulete fitina ndani ya nyumba badala ya kuleta amani na maelewano. Angalia, neno la Mungu limesema utakuwa kwenye mtego. Jiepushe, maana neno la Mungu linasema ya kwamba bali amtumainie Bwana atawandishwa. Tumainie Bwana katika kupata tija, katika kupata mafanikio yako. Mungu hata kuacha yatima, hata kuacha ukabaki mkavu, atakuandisha. Sema ataniwandisha. Ataniwandisha. Rudia, ataniwandisha. Maana yake atakunenepesha, atakufanikisha, atakuacha ukiwa mhitaji. Haleluya! Hii ni habari njema. Naomba nikakuombee sasa. Weka mkono wako katika kifua chako, maana Mungu anaenda kukutana na hitaji lako. Mungu wangu na Baba yangu aliye hai, ninakualika kwa habari ya huyu mjumbe wa serikali ya kitongoji
mjumbe wa shina hili, naomba Baba, mtu huyu mara nyingi amependa kukutumikia wewe, amependa kukupendeza wewe, lakini amekutana na mtihani. Mtihani huu umekuwa mzito, ushinikizo linatoka katika wananchi. Wananchi wanataka afanye kila ambacho anajua si halali. Wananchi wamesimama kinyume naye, wamemtegea, wanataka kumwangusha katika hiyo nafasi kwa sababu zozote zile. Lakini pia wapo wanasiasa wamekuja kinyume naye, wanataka kumwekea kizingiti ili apate shida, aende kaweko katika mazingira magumu, lakini anakutumainia wewe kupitia maombi haya. Mungu, ninakusihi kutana na haja ya moyo wake huyu mjumbe kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ukakutane na haja ya moyo wake, ukamwondoe, ukamchomboe mahali kwenye mtego aliotegwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, neema yako ikawe juu yake, usimame naye, asimame kwenye haki, na Mungu kamtetee yeye anayetisha, yeye akatishike, yeye anayeleta matisho ya aina yoyote yakamrudie yeye mwenyewe, na katika mitego yote aliyowekewa, yeye aliyetega akaweze yeye kunaswa katika huo mtego, aliyeweka shimo mbele ya mtumishi huyu, kwa jina la Yesu Kristo akadondokee ndani ya shimo hilo yeye mwenyewe, kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukamwinue, umsimamishe, ukampandishe hata daraja, ukamwongeze katika nafasi nyingine ambayo Bwana anaamini na anategemea kwamba akipandishwa ataitumikia vizuri. Baba, naomba sauti hii uisikie mahali pako kwenye kiti chako cha enzi, ukapate kuitendea kazi, kwa maana ni ahadi yako Bwana, kila kutumainie utamwandisha. Na huyu mtumishi wako anakutumainia wewe, ya kwamba utamchomoa kwenye mtihani huu na wewe utamvusha salama katika jina la Yesu Kristo. Angalia, amewekwa katika kitanzi, amewekwa katika hiyo kesi ambayo inanukia, ambayo inataka kumwangamiza. Naomba Bwana umnyanyue, umvushe salama, ili akakuendelee kukutumikia kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo natangaza ukombozi kwa huyu mjumbe, kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ukapokee sawasawa na haja ya moyo wako. Haleluya! Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea sawasawa na haja ya moyo wako, maana Mungu amekugeukia leo. Leo paji la uso liko pamoja, la Mungu liko pamoja nawe. Amini hilo, na Mungu anaenda kukutendea muujiza wako. Haleluya, haleluya! Nasema imekuwa katika jina la Yesu Kristo. Na sasa mara macho ya nyama na damu ya kwako yatakapothibitisha muujiza huu, usiache kumpa Mungu utukufu. Hakikisha unampa Mungu utukufu, umshukuru Mungu, utatoa sadaka yako, na Mungu ataendelea kulinda muujiza huu katika maisha yako. Sadaka yako hii inaitwa sadaka ya ujenzi makanisa, na utakwenda kuituma kwa namba unazoziona zinapita katika screen hii ya mbele yako, na utakwenda kuituma na uamini Mungu anakwenda kufanya. Unapofanya kitendo kile, kwanza, moja, unaonyesha unyenyekevu mbele za Mungu wako, jinsi ambavyo unathamini muujiza aliyofanya Mungu, lakini unaonyesha pia kwamba unatumika pamoja na mtumishi wako, mtumishi wa Mungu katika habari ya ujenzi makanisa. Mimi ni mtumishi wa Mungu katika eneo hili, ni mfadhili wa ujenzi makanisa. Mimi pamoja na wewe utaungana nami kupitia hilo. Ukitoa sadaka yako, Mungu anaenda kukubarikia wewe. Hii sadaka haiendi kuninufaisha mimi moja kwa moja, bali inaenda kufanya kazi ya Mungu kwa namna ya kipekee. Watu wataishi na kuabudu katika majengo yaliyojengwa vizuri na yenye kumletea Mungu utukufu kwa kupitia sadaka yako. Mungu akubariki na Mungu akufanikishe sawasawa na haja ya moyo wako. Hadi tutakapokutana tena katika siku nyingine sana wakati kama huu, nipende kukuaga mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Amina.